Haikwepeki na weza nikasema hivyo na kweli haijakwepeka. Mchezo ni saa 2 na dakika 15. Ile siku ambayo tulikuwa tunaisubiri imeweza kuwadia. Ni mechi ya watani wa jadi. Tunasema kwamba Yanga dhidi ya Simba. Yanga wao wakasema hapana, hatubaki sisi ndani ya Tanzania bara. Tunapeleka mechi hii Tanzania visiwani. Hatimaye mechi itapigwa kwenye dimba la New Amani Complex. Tayari kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumpa alama 3 mbele ya watani. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa upande wa mashabiki na wenyewe pia wanatazama hivi, ni kama hivi waende kupata ushindi mwingine wa 7 mfululizo. Je, itawezekana? Jambo ni kusubiri. Kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga. Mfumo ni 4-3-3. Ndivyo mwalimu ambavyo amekuja kwenye mchezo huu. Kwa upande wa golini yupo Djigui Diarra. Kwa upande wa Djigui Diarra tunafahamu huyu ni kipa mwenye uzoefu mkubwa wa dabi, lakini pia atakuwa akileta utulivu, lakini pia atakuwa akiweza kuongoza mabeki na kuanzisha mashambulizi ya haraka. Ni golikipa ambaye mara zote amekuwa na ubora wa hali ya juu, amekuwa afungu kirahisi hasa kwenye mechi dhidi ya Simba. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Israeli Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israeli Patrick Mwenda tunafahamu ni moja ya beki ambaye mara zote amekuwa ni mzuri zaidi hasa kwenye eneo la kupandisha mashambulizi, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye mara zote amekuwa akitegemewa kwenye eneo hilo la kulia kulingana na vile ambavyo amekuwa akicheza. Maana kwamba atacheza kwenye eneo hilo. Wakati huo pia kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbwe Diarra. Zimbwe tunasema kwamba tayari amecheza mechi hii mara nyingi akiwa ndani ya klabu ya Simba, lakini wakati huu mambo yanageuka. Yupo upande wa Yanga akiwa akicheza na timu yake ya zamani ya Simba. Kazi yake kubwa itakuwa ni kulinda upande wa kushoto, lakini pia na kusaidia mashambulizi, lakini kwenda kwa tahadhari kwa sababu upande huu atakutana na Libas Geye ambaye ameweza kuonyesha kiwango kizuri kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Dickson Job. Kwa upande wa Dickson Job amekuwa ni mtulivu na msomaji mzuri wa mchezo, lakini pia atasimamia mipira ya chini huku pia akiwa na marking nzuri ya karibu. Lakini pia kwenye eneo hilo hatakuwa peke yake, atasaidiana na Ibrahim Baka. Kwa upande wa Baka tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na nguvu na ubabe hasa kwenye mipira ya juu, lakini pia amekuwa mzuri zaidi wa kudhibiti mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kwa wapinzani. Kwa hiyo kwa upande wa Ibrahim Baka anakuambia kama mechi kama hii mimi nipe, mara nyingi ninakuwa ni mbabe kweli hasa kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye eneo la viungo wawili yupo Mohamed Damaro kama kiungo mkabaji. Ni mchezaji amekuwa anatumia nguvu sana, lakini pia stamina yake ni kubwa. Atakuwa akivunja mashambulizi ya Simba huku pia akilinda vizuri kwenye eneo la safu ya ulinzi. Maana kwamba ni mechi ambayo kwa upande wa Damaro kama ambavyo Yanga wameipa kama ni Damaro Day, maana kwamba kwa upande wa Damaro itatakiwa kuonyesha umakini zaidi, lakini pia atasaidiana na Duke Abuya kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Duke tunafahamu amekuwa na utulivu, amekuwa na uwezo wa kupiga pasi sahihi, ataunganisha zaidi eneo la ulinzi na kushambulia, lakini pia na kudhibiti tempo ya mchezo. Ni moja ya mechi ambayo kila mmoja anatazama kwa jicho la tatu kulingana na namna ambavyo kwa upande wa Yanga wanavyocheza. Lakini pia Maxi Nzengeli anasimama kwenye eneo la juu kama kiungo mshambuliaji. Maana kwamba itakuwa ile tunasema kwamba kwa aina ya mfumo wa 4-3-3 mwalimu namna ambavyo amekuja nao, Damaro ndo ambaye atakuwa anabaki chini sana, huku Duke Abuya pamoja na Maxi Nzengeli watakuwa wakicheza kwenye eneo moja. Maxi tunafahamu ana uwezo wa kupenya mabeki, atakuwa akisogeza mashambulizi mbele kwa ajili ya kusaidia, atakuwa akicheza ile tunasema kwamba kuna wakati utakuwa unamuona pembeni akibadilishana na winga kulingana na aina ya mfumo. Hile ni kuwachanganya wapinzani. Kila beki anakutana na mchezaji tofauti kwenye eneo tofauti, na ndivyo ambavyo Mwalimu Pedro amekuja na mfumo ambao kwenye eneo la mbele sasa wale washambuliaji wa mbele wako washambuliaji watatu. Namna ambavyo amekuja, kwanza amekuja na Alan Okello. Okello huyu tunafahamu ni mchezaji amekuwa ni mbunifu, amekuwa na uwezo wa kutumika kama silaha kuingia ndani, lakini pia na kutengeneza nafasi. Kulingana sasa na aina mfumo, atakuwa ni kama mchezaji ambaye yuko huru zaidi kwa ajili ya kutengeneza nafasi kwa ajili ya washambuliaji wengine wawili ambao wako mbele. Kwanza amekuja na Prince Mpumelelo Dube.
Prince Mpumelelo Dube tayari ameweza kuonyesha nguvu, lakini pia amekuwa na uwezo wa kulink na viungo kwa ubora wa hali ya juu. Ni mchezaji ambaye tunasema kwamba amekuwa ni mchezaji sahihi kwenye eneo hilo. Atakuwa akipambana na mabeki wa Simba kwa ajili ya kutafuta nafasi za kufunga, kwa sababu yeye atakuwa anatokea mbali kwa ajili ya kulink sasa na wale viungo. Huku kwenye mshambuliaji wa chini atakuwa ameachwa Depu ambaye atakuwa anasimama, kwa sababu kwenye upande wa Depo amekuwa na uwezo wa kushikilia mipira. Yeye atakuwa akisaidiana na Dube kwenye eneo la mbele kwa ajili ya kutumia nafasi kama hizo. Mpango ambao Pedro amekuja nao ni ukabaji mkali kupitia kwa upande wa Damalo, lakini pia Abuya kusambaza mipira, Zengeli na Okelo kushambulia kwa kasi, wakati huo Dube na Depu kutumia nguvu na mipira ya juu, haswa pia kwenye ulinzi makini kwa dakika 90.